Kwa majina naitwa Dr. Steven Kaogo, mganga mfawidhi kituo cha afya Tunduma. Asante. Toka siku ya juzi, jana na leo tumepokea majeruhi 8 na mwili mmoja. Wote wanasadikika kwamba wamepigwa na raia huko mtaani. Lakini katika hao majeruhi 8, watu 5, majeruhi 5 wamefariki wakiwa wanapatiwa huduma. Katika majeruhi 8, majeruhi 2 kwa sehemu kubwa wengi wamepigwa kichwani, lakini majeruhi 2 walikuwa wamechomwa moto. Hawa moto wote walifariki muda mfupi baada ya kufika eneo la kutolea huduma. Lakini hawa pia 3 wao walikuja wakiwa wameumia sana kichwani. Mili tulipokea mili mpaka sasa waliofariki ni 5. Katika hao 5, miili 2 imetambulika na ndugu. Miili 3 bado haijatambulika. Kwa hiyo niombe wananchi waweze kuja kutambua miili ya ndugu zao. Tuna imani wengi ni wa hapa, ni wenyeji. Matukio hayo yanadaiwa kusababishwa na baadhi ya wananchi kujichukulia sheria mikononi kutokana na imani za kishirikina. Jeshi la polisi hadi sasa linawashikilia jumla ya watu 7 kutokana na kujichukulia sheria mikononi. Kwa mujibu wa taarifa tulizozipokea, matukio hayo yametokea katika maeneo ya mtaa wa Songea, mtaa wa Sikanyika pamoja na mtaa wa Tunduma Kati, wilaya ya Momba, mkoa wa Songwe kama nilivyosema hapo awali. Katika matukio yao, watu waliojeruhiwa walishambuliwa na wananchi kwa tuhuma kwamba walikuwa wakiwagusa baadhi ya watu wa kiume, baadhi ya wananchi wa kiume, na kusababisha sehemu zao za siri uume kupungua maumbile na kuwa kama mtoto mdogo au kupotea kabisa. Watu hao waliofanywa vitendo hivyo majina yao tumehifadhi kwa sababu ya kulinda utu. Polisi wanaendelea na uchunguzi wa kina kuhusiana na matukio hayo, huku wakiendelea kuwatafuta watu wote waliohusika na vitendo hivyo vya kushambulia na kujeruhi. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linatoa wito kwa wananchi kuacha tabia ya kujichukulia sheria mkononi. Wananchi wanaotokea kukumbwa na kadhia hiyo au matatizo hayo, tunawashauri na tunawataka kufika katika vituo vya polisi vilivyo karibu kwa ajili ya kutoa taarifa ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Kujichukulia sheria mkononi kunaweza kusababisha watu wasio na hatia kujeruhiwa na kupoteza maisha kama ambavyo imetokea hadi sasa. Jeshi la polisi mkoa wa Songwe linaendelea kusisitiza kuwa hakuna mtu yeyote anayeruhusiwa kuchukua sheria mikononi, bali mamlaka husika ndizo zenye wajibu wa kuchunguza, kuthibitisha na kuchukua hatua za kisheria kwa mujibu wa sheria za nchi. Kwa hiyo tuko Tunduma, tutaendelea kufanya doria, askari watakuwepo huko, na niwatake tu wananchi, kama kuna tatizo hilo, vyombo vipo, tuache kuchukua sheria mikononi, kwa sababu hili ni hatari sana. Ni hatari sana, itasababisha shughuli za kiuchumi kusimama kwa imani ambazo uthibitisho wake ni mgumu. Wananchi tutii sheria bila shuruti, ili basi Tunduma yetu iwe salama na imani hizi ambazo hazina uthibitisho zikome katika jamii yetu.